Naam, mpenzi mtazamaji, karibu katika taarifa ya habari inayokujia katika channel hii muda na wakati kama huu kila siku. Mimi ni mtangazaji wako Nasra Al-Hudi, na kwanza ni muhtasari wake. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar azindua kambi ya matibabu huko nyumbani kwake Kiwani. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba aeleza sivyoridhishwa na baadhi ya wazazi wa watoto wa halaiki na kutoa ufafanuzi wake. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa UN limetoa msaada wa boti na ghala la kuanikia mwani kwa wakulima wa mwani Makangale. Habari kamili. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah amesema uwepo wa kambi za matibabu majumbani kutasaidia kwa baadhi ya watu wanaohitaji kukutana na madaktari bingwa kwa urahisi. Kwa undani wa taarifa hii tuungane na mwandishi wetu. Mheshimiwa Hemed ameyasema hayo alipokuwa akizungumza na wananchi wa jimbo la Kiwani kwenye kambi ya matibabu iliyopo katika kituo cha afya Kendwa. Huduma hizi tumekubaliana zote zitakuwa bure na hakutakuwa na malipo. Na kwa huduma zote ambazo kwa mujibu wa utaalamu zitaweza kufanyika hapa, watazifanya hapa. Zile ambazo zinahitaji uangalizi zaidi, watashauri na DMO yupo, watashauriana kuona hatua za haraka zinachukuliwa kwa yule ambaye atahitaji matibabu zaidi ambayo hayataweza kufanyika hapa. Mapema daktari kiongozi wa kambi hiyo Dr. Mtibwa Nyahutu amesema kambi hiyo ilikuja na madaktari 30 wakiwemo madaktari bingwa 4 wa magonjwa tofauti. Naye mratibu wa kambi hiyo amesema kambi imeanza vyema na tayari wagonjwa wanaoshindwa kutibiwa katika kambi hiyo mipango imara imepangwa ili kuwapa uhamisho na kwenda kutibiwa katika hospitali kubwa. Na wale ambao tutaweza kuwapa matibabu kwa sehemu ya hapa Kiwani, hapa kituo cha afya Pili Kendwa, basi tutaweza kuwapa matibabu hapa. Wale ambao itashindikana kuwahudumia katika hapa kituo hiki, basi tutawapa rufaa kwenda hospitali husika kwa ajili ya matibabu zaidi. Jambo la kwanza niseme ya kwamba kweli tumeshawishika kwanza na Kiwani, lakini target yetu sio Kiwani tu. Target yetu ni kila jimbo, kila Mtanzania, kila Mzanzibari lazima apate haki. Kwa hiyo katika mimi nilipopendekeza kwenye Tasinombeni tuanze hii programu ianze visiwani, baadaye ihamie bara. Nao baadhi ya wananchi waliofika katika kambi hiyo kwa ajili ya matibabu wamesema ujio wa huduma hizo zimewarahisishia upatikanaji wa matibabu kwa haraka na kuwakutanisha na madaktari bingwa kwa urahisi. Madaktari wamekuja hapo, wanapima macho na tunategemea pana huduma za operation au upasuaji kwenye mambo ya macho, lakini pia tunategemea kwa hata miwani zitatolewa kwa wagonjwa ambao watastahili kupata hiyo huduma, kitu ambacho nahisi kwenye siku za kawaida hili lilikuwa kama ni tatizo kidogo. Kwanza matibabu ya macho, huduma hizi mbalimbali ikiwemo saratani ya kizazi tulikuwa hatuna na tutarajia au tushakipata kwa sababu hatukashaanza kutibia. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Mheshimiwa Rashid Bibi Rashid ameeleza kutoridhishwa kwa baadhi ya wazazi na walezi wa watoto walioshiriki katika uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kutokana na wazazi hao kuingilia malipo ya watoto bila kujua utaratibu uliopangwa na serikali. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwandishi wetu. Mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Mheshimiwa Rashid Hadi Rashid ameelezea kutoridhishwa kwake na baadhi ya wazazi na walezi wa watoto walioshiriki katika halaiki ya uzinduzi wa mbio za Mwenge kutokana na kuingilia shughuli za ulipaji wa posho za watoto hao pasi na wao kujua utaratibu uliopangwa na serikali. Na waandishi wa habari huko nyumbani kwake Machomani, Mheshimiwa Rashid amesema juu ya fedha hizi ambazo zimeletwa kwa ajili ya halaiki. Shughuli ya vijana wetu wa halaiki ilipangwa bajeti kwamba kila kijana wetu atapewa shilingi 5,000. 5,000 ambazo siku ambazo zilifanyika shughuli hii ni siku 30. Bajeti ilikuwa inaonyesha shughuli hii ifanyike kwa siku 30. Kwa maana hiyo kila kijana wetu anatakiwa apate shilingi 150,000 baada ya shughuli hiyo. Lakini kwa bahati ilipofika kipindi cha mwezi wa Ramadhani ambao ilikuwa kuna shughuli mwezi wa mfungo wa Ramadhani,
hatukuweza kusema kwamba tukae tusiwape zile fedha. Sasa tukachukua bidii, tukakaa tukasema lazima tuwape nusu ya zile fedha ili waweze kufanyia shughuli zao kwa ajili ya mahitaji ya sikukuu. Tukachukua hatua kama mkoa, tukatoa shilingi 100,000 katika 1,500,000 katika shilingi 100,000 ziwasaidie, na kilichobakia tutawalipa baada ya shughuli kukamilika. Kwa bahati nzuri tumefanya hivyo, tumewapa 100,000, lakini leo wakati wanakwenda vijana wetu kulipa pale, walifanywa vurugu. Kuna baadhi ya wananchi ambao wamepotosha, wakasema vijana wetu waliahidiwa au walikula fedha zimeletwa zaidi ya shilingi 300,000 kwa kila mmoja aweze kupewa, jambo ambalo si kweli kabisa. Aidha, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa amesema pamoja na hayo amesifu kazi nzuri iliyofanywa na vijana hao katika siku ya uzinduzi wa Mwenge wa Uhuru pamoja na wananchi wa kisiwani Pemba waliofurika kwa wingi katika kiwanja hicho. Kwa kiasi kikubwa endelee kushukuru vikundi vyote vya hamasa vilivyoshiriki katika shughuli yetu hiyo. Nawashukuru viongozi mbalimbali wa kufanikisha shughuli hiyo na kujitokeza kwa wingi na kuhamasisha wananchi wa Pemba kushiriki katika shughuli yetu hii. Nimshukuru sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini kwa mashirikiano makubwa aliyotoa, vijana wetu kwa kujitokeza, vijana wa hamasa, Chama cha Mapinduzi na vijana wengine na wanachama mbalimbali ambao walijitokeza kwa wingi. Sherehe zetu zikawa ni nzuri. Baada ya hapo kuna jambo kidogo limeanza kujitokeza ambalo kwa kweli linaleta taswira mbaya. Baadhi ya watu wanatoa maneno ambayo haleti faraja kwetu, jambo ambalo linavunja moyo wananchi wetu na vijana wetu. Wanapotosha umma juu ya swala zima la hasa vijana wetu wa halaiki ambao leo walikuwa tunatayarisha swala. Shirika la Umoja wa Mataifa United Nations limekabidhi boti na ghala za kuanikia mwani kwa wakulima wa mwani Makangale, mkoa wa Kaskazini Pemba, kuunga mkono jitihada za wakulima hao na kuwatatulia changamoto zinazowakabili. Tupate taarifa zaidi. Baada ya kukata utepe kama ishara ya uzinduzi wa boti hiyo, mratibu mkazi wa UN Bi Susan Bunge amesema kwa kujua umuhimu wa boti hiyo kwa wakulima hao wa mwani na kuwapatia kaushio ili kuboresha kilimo cha mwani kiweze kuongeza tija katika kilimo chao. This has been part of government of Zanzibar's. Huu umekuwa mpango wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa muda sasa, juu ya ipi wanaweza kuendeleza zaidi uchumi wa buluu, jinsi ya kuongeza thamani. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba familia ya Umoja wa Mataifa imeweza kusupport. Na bila shaka Umoja wa Mataifa haufanyi kazi peke yake. Umoja wa Mataifa hautengenezi fedha. Implementation of this, thanks to everybody. Kwa upande wake, mwakilishi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar Dr. Afua Khalfan Mohamed amesema hatua hiyo ni sehemu ya juhudi ya serikali ya mapinduzi Zanzibar kushirikiana na wadau wa maendeleo katika kuinua sekta ya mwani ambayo ipo katika uchumi wa buluu ili kuonyanyua kipato cha wakulima hao. Pia kwa kuwa na mradi wa haya maboti, wakulima wataweza kwenda kwenye kina kikubwa, wataweza kulima mwani mwingi, na pia tutaweza kuongeza thamani. Tutapata mwani ambao tunaweza kutumika sasa kama chakula. Kwa kuwa mwani ni component ya uchumi wa bluu pia, na sera yetu kuu ya nchi ni uchumi wa bluu. Kwa hiyo mradi huu unakwenda kuimarisha zaidi uchumi wa bluu, lakini hasa utakwenda kuimarisha ajira kwa vijana na wanawake wataweza kujiajiri. Ujumbe huo ulifanya ziara katika maeneo mbalimbali kukagua vikundi vya wajasiriamali Makangale na Micheweni, ambapo kwa upande wao wakulima hao wameshukuru wadau hao kwa kuwapatia vitendea hivyo kazi muhimu. Wetu pamoja na ushirikiano wa wadau mbalimbali, tunajivunia kwa kufanikiwa kupata kaushio hili la kisasa la mwani. Kaushio hili litasaidia kwa kiasi kikubwa kuongeza ubora wa mwani wetu, kuimarisha thamani ya zao letu sokoni, kuongeza kipato cha wanachama wa kikundi chetu. Elimu tunazozipata kupitia hawa wajasiri wa watu ambao wanatuletea maendeleo ni elimu nzuri, na tumefurahi sana, na insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutazifanyia kazi, na tunatamani na tunatamaa kwamba
muda mfupi ujao basi tutajikwamua zaidi na tutapata maendeleo zaidi ndani ya visiwa vyetu vya Zanzibar. Naam, mtazamaji, kwa leo hatuna la ziada.